na wajumbe pamoja na ahadi nilizozitoa nilipozungumza nanyi mwaka ule 21, niliainisha pia changamoto za kufanyiwa kazi. Miongoni mwa changamoto hizo, kwanza ilikuwa ni usimamizi madhubuti wa mapato kwa kutumia mifumo ya tehama. Lakini la pili ilikuwa kuwachukulia hatua maafisa wabadhirifu, na ndio ile nilisema mikeka na kuchuja wabadhirifu, wazembe, wanani wote tumechuja, tuko 85%. Lakini pia tulisema mipango ya halmashauri izingatie vipaumbele vilivyoko katika dira ya taifa, na nadhani kwa sababu tunakwenda kumaliza dira, halmashauri zimefanya hivyo. Lakini mmetoa maoni vizuri kwenye dira yetu mpya inayotoka 2025 hadi kule 50. Mmetoa maoni vizuri kwa mipango yenu iende ikaangalie maoni mlioyatoa kwenye dira mpya ambayo karibu tutaizindua. Lakini jengine tulisema halmashauri kutenga siku maalum kusikiliza kero za wananchi. Hapo bado tunasuasua, hatujafanya vizuri sana, bado tunasuasua. Lakini hata hivyo nafarijika kwamba halmashauri nyingi ziko kwenye hatua mbalimbali za utekelezaji na chache ndizo bado zinasuasua. Lakini naamini wote tunatambua umuhimu na uhalali wa maelezo yale na mtaongeza kasi katika utekelezaji. Ndugu zangu, changamoto zinazobidi kufanyiwa kazi zaidi. Hizi changamoto zilikuwa za mwaka ule ambao tulizungumza, tumezifanyia kazi, lakini bado kuna changamoto zinahitaji kufanyiwa kazi zaidi. Sasa niseme pamoja na mafanikio ya utekelezaji wote ule kupitia ziara zangu mikoani na mrejesho naopata kutoka kwa wananchi kwa kutumia njia mbalimbali, bado zipo changamoto ambazo Mungu akitupa uhai inafaa tushirikiane kuzifanyia kazi kwa juhudi zaidi. Kwa hapa nitagusia changamoto 3 kubwa. Ya kwanza, umakini zaidi kwenye ukusanyaji wa mapato na matumizi. Amesema waziri hapa kwamba bado hadi leo kuna watu, mbali na mifumo halali iliyowekwa na serikali ya kukusanya fedha kwenye halmashauri yetu au halmashauri zetu, kuna mifumo ya pembeni inaundwa inakusanya fedha hivyo hivyo, na fedha zile badala ya kuingia kwenye mfumo halali naingia mifumo ya watu binafsi. Waziri na wakurugenzi, na wataka muwe macho kwenye hili, muwe macho kwenye hili, kwa sababu fedha hii itakapokusanywa yote ikaingia kwenye mifumo halali, hizi kelele tunazopiga ndogo ndogo hazitakuwepo. Tutakuwa na fedha ya kutosha ya kufanya shughuli zetu za maendeleo. Lakini tukiachia zikienda mikono mingine, maendeleo yetu yanakwenda kuzorota, na muda wote halmashauri zinadai fedha serikali kuu, wakati fedha iko kule na inaachiwa inapeperuka. Mheshimiwa Waziri, kama mmewabaini hawa watu, tafadhali sana, le jicho lako la huruma hapa hapana. Lakini wengine kama alivyosema wamethubutu kuja na risiti, lugha siku hizi risiti feki, lakini ni risiti za udanganyifu, sio risiti halisi. Huko wanakusanya mapato lakini kwa risiti zisizo halisi. Au kama mwagundua, waziri, hapa sina mswalie mtume, ukishindwa kuwachukulia hatua hawa, takuja kukuita nikuuliza umefanya nini. Ukufanya kitu, mimi nafanya kwa wao na wewe, wao ambao umewasamehe na wewe uliyesamehe.